anayefaa kuzungumzia mkubwa wake, ndugu yake Sayyid Muhammad Ba Hassan, lakini amependa na sisi tushiriki katika jambo kubwa kama hili, hasa na sisi tupate nadhara zao na tupate baraka zao. Napenda kidogo niingie katika bahari kubwa ya Al-Habib Ali, kwa kuwa nilibahatika kuandika machache yanayofungamana na yeye katika risala yangu ya degree ya masters nilomaliza mwaka jana. Nitapenda nizungumzie kuhusu diwani Al-Habib Ali, wala sitozungumza mengine yoyote. Al-Habib Ali bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Saleh bin Alawi Jamal al-Layl ameandika vitabu vingi sana, na katika vitabu vikubwa alizoziandika ni diwani yake ya mashairi. Diwani yake ambayo kwamba takriban ina kasida niloiona mimi ni 92. Kasida moja ambayo ndiyo niloandika risala yangu ilikuwa na abiati takriban 47. Kasida moja katika hizo 92 ilikuwa na abiati 47. Kasida au diwani ya Al-Habib Ali ni moja katika kuonesha ukubwa wa huyu bwana. Watu wengi huandika kasida na watu wengi wanao diwani, lakini nilipoichambua diwani kama hii nikaona ni diwani ambayo haifanani na diwani zozote zilizowahi kuandika katika Afrika Mashariki. Kwanza, Al-Habib Ali aliandika katika diwani yake maudhui zote zinazohusu jamii. Ukienda katika tasawuf ambayo ndiyo msingi na ndiyo fakhri yake, Al-Habib Ali ameandika sana. Lakini upande wa pili, Al-Habib Ali ameandika katika matatizo ya kijamii. Al-Habib Ali ameandika vile vile upande wa siasa. Al-Habib Ali katika diwani yake ameingia nyanja mbalimbali, yote ikionyesha kwa Al-Habib Ali aliishi na wakati wake na akatekeleza wajibu wake. Napenda nichambue kwa uchache, kwa sababu nataka kumwatia ami yangu, yeye ndio sahibu al-maqam. Al-Habib Ali mwaka wa 1938 sawia na tarehe 8 Shaaban mwaka wa 1357 Hijria, kwa mara kwanza aliweza kutoka katika mji wa Amu kuja Mombasa akiwa amepanda gari. Hii ndiyo kasida ambayo kwamba niliyosimama nayo na nikaichambua. Katika kasida hii Al-Habib Ali ameandika maudhui mbalimbali katika kuonesha kwa Al-Habib Ali aliishi na wakati wake. Al-Habib Ali ameandika mwaka wa 1963 aliandika mirthati ya kumwandikia, aliandika kabla ya kumwandiki, alipofariki mfalme wa Zanzibar Said Abdullah bin Khalifa, alimwandikia kasida iliyokuwa na maneno makubwa sana, maneno mazito sana. Kisha akaandika vile vile kasida ya kumpongeza mfalme mpya mwaka wa 1963 Sultan Jamshid, Said Jamshid bin Abdullah bin Khalifa.
Hii ni moja katika alama au ni moja katika dalili kwa Al-Habib Ali alikuwa akiishi na matatizo ya jamii yake, na akiishi na akizungumzia kila ambalo linatokea wakati yeye alipokuwa hai. Mwaka wa 1977 sawia na hijiria mwaka wa 1398, Al-Habib Ali aliandika vile vile kasida ya kuwanusuru wenye kudhulumiwa. Aliandika kasida Al-Habib Ali akimpongeza Raisi Said Ahmad bin Abdullah Ali Sheikh Abubakar bin Salim, akimpongeza kwa kupambana na Wafaransa na kuweza kupata ushindi na kupata istiqlal, uhuru wa nchi ya Juzurul Qamar. Huyu ndiye Al-Habib Ali. Al-Habib Ali hakutosheka hapo katika kuonesha kusimama na wanaodhulumiwa. Aliweza kuandika kasida akimlingania Malik Faisal bin Abdul Aziz Al Saudi. Aliandika kasida kumtetea rais wa Uganda Idi Amin. Sisi nafikiri tufahamu kwa Idi Amin alizungukwa na magharibi na wakamfanyia vitimbi mpaka mwisho akatolewa. Al-Habib Ali ndio aliosimama akimlingania Malik Faisal amuhami Idi Amin, na dalili na natija yake ni kuwa Malik Faisal akaweza kumpa himaya Idi Amin mpaka akafariki katika nchi ya Saudia. Hiyo ni katika miongoni mwa kazi aloifanya Al-Habib Ali. Vile vile Al-Habib Ali alikuwa akiwatambua wanazuoni, akiwatambua ulama. Katika mwaka wa 1375 aliweza kuandika kasida yake nyingine ikiwa ni mirthati alipokufa mufti wa Hadhramut Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Sagaf. Aliandika kasida na kutambua na kuelezea hisia zake pindi alipoondoka mwanachuoni mkubwa kama huyo. Hakika ukisoma diwani kama hii itakupa picha kamili uweze kumfahamu huyu bwana. Kwa nini leo sisi tumekusanyika kwa ajili ya kumweleza yeye? Kwa sababu alikuwa si kiongozi kama kiongozi mwingine, bali alikuwa ni mtu alikuwa na ilmu, ilikuwa na upeo mkubwa sana, ni mtu alikuwa akiishi na hamu, ni mtu alikuwa akitambua wajibu wake kama kiongozi, ambao kwamba sifa hizi za kuwa mtu mkweli, mtu mwenye kutetea wanyonge, mtu mwenye kupambana na fikra mbovu za kimagharibi, yeye hakujali, bali aliweza